إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allah tabaraka wa taala ametupa neema kubwa sana, neema kubwa sana, neema ya Uislamu. Yoyote anayemwamini Allah tabaraka wa taala bila kumshirikisha na chochote katika kumwabudu Allah na kufata maamrisho yake, na akafata njia moja tu, njia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumwabudu Mwenyezi Mungu na kufata maamrisho yake. Yoyote atakayefata hiyo barabara aliyotuongoza sisi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi huyu Muislamu atafaulu hapa duniani, atasalimika na adhabu ya kaburi, na atasalimika yaumul aila, siku ya Kiyama, kwa rehma zake Allah tabaraka wa taala atamuingiza ndani ya nyumba ya janna. Muhimu sana sisi kama Waislamu kujitahidi sana kutafuta ilmu ya dini, tuweze kujua na kufahamu tunaamrishwa nini sisi na Mwenyezi Mungu. Masahaba radhiyallahu anhum walikuwa wanajibidisha kumwabudu Mwenyezi Mungu bila kumshirikisha na chochote, kufata amri zake kwa sunna, kwa mwendo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawakuongeza, hawakufikiria hivi vile. Samaa wa taa, tumesikiliza na wanatii. Mimi na wewe Waislamu sote popote tulipo, usalama wetu sisi kutoshikamana na makundi wasiochukua barabara ya ahlusunni wal jamaa,
ni muhimu sana tuelimike na tujue hiyo barabara ya masahaba radhiallahu anhum. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe ametufahamisha na kutukumbusha, khairu nnasi qarni, karni yangu, watu walioko katika karni yangu. Maana yake yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba ndio karni bora. Tukizungumza juu ya karni ni miaka 100. Akasema tena na katika hiyo hadithi, thumma alladhina yalunahum, alafu karne iliyofuata matabiina. Waislamu hawakumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini matabiina waliona masahaba na wakajifunza dini kutoka kwa masahaba. Akaongezea tena katika hiyo hadithi akasema, thumma alladhina yalunahum, na karne inayokuja baadaye. Atba tabiin, wale waliwaona matabiin lakini hawakuona masahaba radhiallahu anhum. Sasa hizi karni tatu, yani miaka 300, ndio usalama wetu sisi Waislamu. Ndiyo kulikuwako na michafuko, lakini mengi katika hiyo karni 3 tukiyafata mwendo waliokuja nayo masahaba, walijifundisha direct kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio usalama wetu. Leo mazungumzo yangu, mada yangu, nakamata kidogo, nafahamisha kidogo kiasi yenye naweza kwa ajili ya wakati. Watu wa tasawuf, yani usufi, ni watu waliopotoka, na sio tu ni watu wanapotosha wengine, yani katika fikra zao, maneno zao, wao wenyewe wamepotea, wametoka katika ahlusunni wal jamaa, na wanaeleza wanapotoa wengine, wanawapoteza. Tunaeleza kitendo kimoja kutokana na nyakati za masahaba ambayo uharibu kabisa maana kuu ya msingi cha sufi inayodaiwa kuwa inatokana na ahlu sunni, lakini bila shaka hapana, si kweli hivyo. Usufi imetokana na madhehebu 4: Chashti, Qadariya, Suhrawadia na Nakshabandia. Yote yalitokea upande wa bara Hindi. Sisi kama Waislamu tunafahamu ya kwamba sisi kufanikiwa kwetu duniani, kabrini na kesho akhera ni kufata maamrisho ya Mwenyezi Mungu na kumwabudu kwa usawa kwa mwendo aliyetueleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakat bas. Nawapa mfano kidogo na kisa hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki, haikuchukua muda
Amr ibn Salama anasema tulikuwa tukikaa mlangoni ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kabla ya sala ya asubuhi, ili atakapotoka nyumbani kwake kuelekea msikitini tutembee naye hadi msikitini. Siku moja katika kikao chetu nje ya mlango wa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Ashari radhiyallahu anhu alitujia na kusema, je, Abu Abdurrahman ndio kunya ya Abdullah ibn Mas'ud? Akauliza, je, Abu Abdurrahman ametoka ama bado? Tukajibu, hapana, bado. Akaketi nasi hadi alipotoka yeye Abdullah ibn Mas'ud. Sote tulisimama pamoja naye. Abu Musa akamwambia, Abu Abdurrahman, nimeona kitu msikitini ambacho nilikiona kuwa kibaya, lakini sifa zote ni za Mwenyezi Mungu. Sikuona chochote isipokuwa kenye nimeona sio kitu kizuri. Abdullah ibn Mas'ud akamuuliza, basi ni nini? Abu Musa alijibu, ukiishi utaona. Sikia neno hili, ukiishi utaona. Niliona watu msikitini wakiwa wameketi kwenye midawara wakisubiri sala. Katika kila daura walikuwa na vijio mikononi mwao. Hapa mtu anasema Allahu Akbar mara 100, na wengine wale wanarudia mara 100. Kisha akasema samia Allahu liman hamda, akasema nini? Msemeni la ilaha illa Allah mara 100. Kwa hivyo mara tu wakafatisha pia mara 100 la ilaha illa Allah. Kisha akasema subhanallah mara 100, wakasema subhanallah mara 100. Abdullah ibn Mas'ud akamuuliza Abu Musa al-Ashari, na wewe uliwaambia nini? Abu Musa akasema, sikuambia chochote, badala yake nilingoja kusikia maoni yako wewe. Abdullah ibn Mas'ud akajibu, leiti ungewaamrisha wahisabu matendo maovu waliopata na kuhakikishia kwamba matendo yao mema hayatopotea. Kisha tukaendelea pamoja na Abu Musa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu hadi walipofika kwenye moja ya kikundi hicho kilikuwa kinakaa msikitini. Hapa Abdullah ibn Mas'ud amesimama na kusema, ni nini hiki ninachokiona ukifanya? Wakajibu, Abu Abdurrahman, hizi ni kokoto ambazo tunahisabu takbir, tunahisabu Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, subhanallah. Akawajibu, hisabu matendo yako ni maovu. Anamweleza ule mwenye anaongoza wale. Akaendelea na kusema, ninakuhakikishieni kwamba hakuna hata mmoja ya matendo yenye mnafanya hapa ni mema itakayopotea. Umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amani iwe juu yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jinsi unavyoenda kwenye uharibifu haraka.
Ona, hawa ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amani iwe juu yake, ambao wameenea. Kuna nguzo zake ambazo hazijaoza bado ya kuzikwa. Kwa yule ambaye nafsi yangu imo mikononi mwake, Abdullah ibn Mas'ud anasema, ama uko kwenye dini iliyoongozwa zaidi kuliko na dini ya Muhammad, amani iwe juu yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au unafungua mlango wa upotofu. Wana majibu waliompa Abdullah ibn Mas'ud: Abdurrahman, Abu Abdurrahman, walillahi, tunakusudia mema tu. Akawajibu na kuwafahamisha wangapi wanaokusudia mema lakini hawayafikii. Hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia watu watasoma Qur'ani lakini haitapita kooni mwao. Akawaambia, kwa jina ya Allah, sijui labda wengi wao wanatoka kwako, maana yake wanatoka katika hiyo kundi. Kisha akawaacha. Hapa amewaonya, kuwakumbusha kenye wanafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya. Masahaba wakati wako na Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakufanya makosa yoyote. Wako wanafanya dhikri, wanasema Allahu akbar, la ilaha illa Allah, subhanallah, lakini hiyo mwendo ya dhikri, hiyo dhikri yenye wanafanya alifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam? La. Kwa hivyo kumwabudu Mwenyezi Mungu, kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu, sharti ni moja tu, kwa sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vile walifahamu masahaba hawa. Bila shaka ni wale wenye walikuwa wamesilimu lakini hawakuishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam muda mrefu kuweza kutambua usawa ni ipi. Wakawa wanatumia vile wanavyoona sawa. Umar ibn Salama anatueleza, tuliwaona wengi wa hao watu waliokuwa wakikaa katika kikao hicho wakipigana dhidi yetu siku ya Nahrawan pamoja na makhawarij. Yani wao wenye walikuwa wanafanya hiyo dhikri, kwa vile wameonywa na Abdullah ibn Mas'ud, lakini wao waliona ya kwamba kenye wanafanya ni sawa. Anshawaonya, hii ni sifa kubwa juu yetu sisi, kufahamisha watu. Sasa mtu kama haendi kufata, alhamdulillah, sisi tunishamfahamisha. Sisi ni watu wa kufahamu dini yetu. Haikuja hapa duniani na sisi kufuata vile sisi tunataka, vile sisi tunapenda. Dini yetu imekuja na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ametulekeza tufanye vipi. Sisi tutakapofanya vile yeye ametulekeza, tutakuwa tumefahamu vile masahaba wamefahamu. Mimi na wewe muhimu sana kujua ya kwamba
tunafaa kufuata Qur'ani na sunna vile walivyofahamu masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Fitna ndani ya dini ya Uislamu inakuja kuleta hasara kubwa sana. Mfano, masahaba watatu, mmoja alisema hatooa yeye, maisha yake yote atakuwa ni katika ibada hata usiku. Mwingine akasema yeye atakuwa anafunga tu, hawezi kuacha kufunga. Huyu alisema hatooa. Huyu mwingine alisema hatoacha kufunga, yani atafunga kila siku. Mwingine akasema yeye anasoma Qur'ani nzima kila siku. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopashwa habari hizi, akawaita na kuzungumza nao, akawaambia, mimi mbele ya Mwenyezi Mungu ni mtume wenu nyinyi, na anaelezwa maelezo yenye nafata. Mimi naoa na nalala, nafunga na siku zingine sifungi kila siku. Na Qur'ani vile wewe unasoma Qur'ani, inafaa kusomwa Qur'ani nzima ndani ya mwezi. Sahaba akamwambia, ya Rasulullah, mimi naweza kusoma nzima kwa siku. Akaambia, basi soma siku 20 Qur'ani nzima. Akaambia, ya Rasulullah, mimi naweza zaidi. Akaambia, basi soma siku 7. Akaambia, ya Rasulullah, siku 7 mimi naweza kusoma chini ya hiyo. Akaambia, basi soma siku 3. Akaambia, ya Rasulullah, mimi naweza kusoma chini ya siku 3. Akaambia, sasa atakayesoma Qur'ani chini ya siku 3 hawezi kuifahamu. Sasa hapa na sisi tumepewa faida. Wanaopenda sana kusoma Qur'ani yao sunna mwezi mzima Qur'ani, imma siku 20 kuimaliza Qur'ani, imma siku 7 kuimaliza Qur'ani, imma siku 3 kuimaliza Qur'ani, si chini yake. Hii ni sunna. Sasa hawa walikuwa wanafanya uzuhudi, maana yake walikuwa wanaipa mgongo dunia na matamanio ya dunia, wanajiweka katika ibada wakati wote. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawafahamisha, mimi sifanyi hivyo. Na wasufi wanafata sana mashekhe wao, maaulia, wameipiga mgongo dunia. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewakanya hawa masahaba. Je, wanaopiga dunia kikamilifu, wanaipiga mgongo, ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Allah tufahamishe. Makundi ya kupotosha watu, mengi yao, wingi wao umetokea upande wa bara Hindi. Bara Hindi, Allah tufahamishe. Mimi kufahamisha ya mambo sio ati niko
toa maneno si ya sawa, bali nafahamisha maneno vile mimi na nyinyi nafaa tufahamu ya kwamba dini ni Qur'ani na Sunna ala fahmi sahaba. Dini ni Qur'ani na Sunna vile walivyofahamu masahaba. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.